Muswada huu umejadiliwa kwa siku mbili ambapo baadhi ya wabunge wameonyesha wasiwasi wao kuwa sheria inampa waziri mamlaka makubwa na wengine wametaka mambo kadhaa yaboreshwe ikiwemo kuonyesha bayana namna maslahi ya waandishi yatakavyolindwa na sheria hiyo. Lakini sio hivyo tu, wanakuja mpaka na dressing code. Wanataka mwandishi wa habari avae, ajulikane kama walivyo madaktari, walivyo wauguzi, walivyo labda bankers. Sisi waandishi wa habari wanafanya kazi ya uchunguzi. Sasa unaanza kusema lazima wawe na dressing code, watambulike. Waandishi wa habari hawa ndio tumeshuhudia wakiuawa, wakijeruhiwa, wakiumizwa. Inasaidia nini? Tuje na mipango ambayo kweli ina nia ya kusaidia hawa waandishi kulinda maslahi yao, kuwatetea na kuhakikisha kwamba haki zinatendeka na wanalindwa wakiwa wanafanya kazi zao. Sisi hatujafika mahali ambako ushindani wa kibiashara au wa kiuchumi uko sawa, kwa sababu bado nchi yetu inakuwa kiuchumi. Na kwa hali hiyo lazima hapa katikati kwa kuna utaratibu wa kuhakikisha kuwa tasnia hii ya habari haitumiki vibaya. Sisi wenyewe tunapenda tuwe na ethics. Tunapenda kwa sababu lazima kila jambo liwe na miiko yake. Lakini je, wenyewe wameshiriki kwa kiasi gani? Hilo ndio jambo la msingi, na ndio hicho tulikuwa tukiomba serikali, hata kama mna dhamira washirikisheni wadau wenyewe. Uwezi leo hii kwa sababu mdau wa harusi ni bwana harusi na bibi harusi, mnaenda kanisani bwana harusi na bibi harusi hawapo, wako wapambe, hiyo ndoa inafungwaje? Haiwezekani. Akihitimisha mjadala huo kwa kujibu hoja mbalimbali za wabunge, Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Mheshimiwa Nape Nnauye amewaondoa hofu wabunge na wanahabari, akidai kuwa sheria hiyo haina lengo lolote la kumwonea mtu na kwamba sheria hiyo imepunguzia waziri mamlaka tofauti na iliyokuwepo, na sasa atashughulikia makosa mawili tu ya usalama wa taifa na ya afya ya jamii. Sheria hii ambayo tunataka kuipitisha hapa inashughulika na taaluma ya mtu mmoja mmoja. Kwa sheria hii tutashughulika na mwandishi na taaluma yake badala ya kufungia chombo kizima. Kwa sababu inawezekana ndani ya chombo cha habari kukawa na mtu mmoja wawili wakorofi ndio wanapitisha stori za hovyo. Sasa kupitisha kwao stori kusimuathiri muhasibu, kusimuathiri mhudumu, kusimuathiri mfagiaji, kusimuathiri mwanasheria mwingine, hii sheria inakwenda kutatua tatizo hilo. Mswada wa huduma za habari ndo huo umepita. Kazi iliyobaki ni ya rais kusaini, lakini pia uandishi wa habari kuusoma na kuuelewa. Nikiripoti kutoka Dodoma, mimi ni Fosaro wa ITV.